Mtazamaji wangu na kusalimia hii jioni njema. Hapa ni hoteli ya Scenic, nikiendelea na kuzungumuza kupitia runinga ya Paminas Channel, na kutokana na mahitaji nimeonelea ni vyema mambo zingine ambazo nimezungumuza na lugha ya Kikuyu. Marafiki wangu wengine kutoka sehemu tofauti tofauti wakaniuliza niongee kwa lugha ya taifa ili wote wakaweze kusikia na kufaidika. Nilisema hapo mbeleni mimi ni mzee ambaye anakaribia karibu miaka 60. Hapo mbeleni mimi nilikuwa mtumishi wa umma, nimetumikia serikali hapo enzi ya marehemu Rais Moi, lakini mwaka wa 2000 nikajiudhuru na nikajiunga na biashara. Kwa hivyo mtazamaji wangu, kutoka hapo nimekuwa mzee wa kanisa. Mimi ni mshirika wa dhehebu la Kianglikana, lakini upande wangu inapofikia upande wa ushauri, mimi sina ubaguzi wa dini, na shiriki na Waislamu na shiriki na wanadamu, sababu mimi ni mzee kama mzee mwingine yeyote. Wale watoto nimelea ni watoto wengine kama wale wengine. Kwa hivyo mtazamaji wangu, hapo mbeleni nilisungumuza na lugha ya Kikuyu, lakini kwa sasa ningetaka nisungumuze na lugha ya taifa. Niseme ya kwamba kila mzazi akiomba Mwenyezi Mungu mtoto, anaomba mtoto mzuri, mtoto mwenye tabia nzuri, mtoto ambaye anaweza tegemewa, na mtoto ambaye anaweza kuwa mtu wa maana katika maisha. Lakini mtazamaji wangu, upande mwingine, kwa bahati mbaya, mambo na malezi inategemea na mazingira ambao imekuzingira. Kwa hivyo wewe kama mzazi unaweza kuwa una mienendo mizuri, ungetaka kuweka yale maadili ambao inafaa katika mtoto, lakini mambo upande mwingine huenda inageuka. Inaweza geuka mtoto akiwa kwa shule, inaweza geuka mtoto akiwa kazini. Kwa hivyo mtazamaji wangu, hii jioni njema, singetaka mzazi yeyote aweze kujilaumu kwamba yeye ndiye hakutekeleza malezi yake ipasavyo. Huenda mambo inaweza geuka kulingana na pahali ambaye unalelea huyu mtoto. Mtazamaji wangu, husema kila wakati, mambo na jirani huchagui, mambo na pale utafanya kazi wakati mwingine huchagui. Kwa hivyo unaweza kuta kwamba mazingara inaweza mbadilisha mtoto. Alikuwa mtoto mzuri, umeweka yale maadili ambao ni maadili ya maana, maadili ambao inafaa, lakini upande mwingine unakuta kwamba mambo imegeuka. Lakini hapa jawabu ni nini? Mimi ningekusihi kama mzazi, mambo na malezi inapogeuka, sio vyema kuanza kulaumiana. Bibi anamlaumu mume wake, wewe ndiye labda hukumpea huyu mtoto wetu, kijana yetu mawaidha. Ikiwa ni mtoto wa msichana, mambo huenda inaweza badilika. Sio wakati wa wewe bwana kuanza kumlaumu mke wako, kusema kwamba wewe hukumpatia ushauri wa kutosha msichana wetu. Huu ni wakati wa jamii kukaa pamoja wakiwa kitu kimoja na kutafuta suluhu. Kwa hivyo watazamaji wangu, wewe kama ni bwana, wewe kama ni bibi, usiwe na hiyo tabia ya kumlaumu mwenzako. Huu ni wakati wa kukaa chini na kusemezana na kuulizana, mpenzi wangu, hali imefika katika hali hii, tunaweza fanyaje ili tutoke kwa hii shida? Upande mwingine inaweza tokea kwamba kama nyakati ambazo tunaishi, huenda mume anafanyia kazi bali na
bibi, ama uenda bibi ameachwa na bwana anafanyia kazi upande mwingine. Uenda hiyo biashara imefika hali na imesabaratika, imeanguka, haiendelei. Pia ningewasihi, huu sio wakati wa kumlaumu mwenzako ukisema labda hukuwa na uadilifu, labda hukuweka bidii. Ni vyema kila wakati shida inapotokea katika jamii, wakati wowote, kitu ya kwanza sio kukaa chini na kuanza kulaumiana. Ni wakati wa kukaa chini na kuulizana, tumefika hapa kama familia, mambo imeenda vibaya, lakini nia yetu ilikuwa mambo yetu iende sawa sawa, lakini sababu ya hali na wakati, mambo huenda wakati mwingine inabadilika. Kwa hivyo ningewasihi watazamaji wangu, mambo kama familia inapofika pahali na kumekuja kukawa na mabadiliko, isiwe niyo hali ya kusema, mwingine anaanza kulaumu mwenzake akimwambia nilikwambia, kama ningekwambia hungesikiza. Wacha kujifanya mzuri sababu hali imeharibika. Sababu kama hii kazi, kama huyu mtoto angekuwa naye mtu wa kutegemea na wewe mtu wa maana, kila mzazi angejivunia mtoto mzuri. Kwa hivyo ningewasihi kama pale nilivyosema pale mbeleni, tushikane kama jamii, sio familia peke yake. Sababu kama vyenye nimekuwa nikisema, kidole kimoja hakiwezi uacha. Ni vyema kwa kila hali na mali tuweze kushikana, haswa nyakati ambazo tunaishi, ili tuweze kushikana na tuweze kuyakabidhi na kuzikabidhi shida nyingi ambazo zinamkabili mwanadamu wa wakati huu. Nasema shukrani kwa nyinyi ambao mnaendelea kunitazama kupitia hii runiga ya Paminas, na ningewaomba nyinyi ambao mnanitazama, endeleeni na kujiunga na mimi through subscription, na nitafurahi nikiendelea na huu ushauri na mawaidha ambao ninaendelea kutoa. Takomea hapo, niseme ya kwamba Mwenyezi Mungu awabariki mnapoendelea kunitazama, tunapoendelea kusemezana na tunapoendelea kujenga jamii na kujenga taifa letu. Asanteni sana. Yeah.